4 mwezi wa 10 pale ambapo patakuwa pameteuliwa kwamba ndio itakuwa kilele cha mwenge, huyo waziri atakuwepo, mheshimiwa rais atakuwepo, na mheshimiwa rais kwa mujibu wa sheria atakwenda kuupokea ule mwenge, atapokea risala ya vijana waliokimbiza mwenge walioyasikia kutoka kwa wananchi, ndio kero zao, na atajibu, na zingine atakwenda kuzifanyia kazi kwa mujibu wa sheria. Sasa akija rais hautaki ule mwenge, hakuna tatizo, au na wabunge wa kutosha akaongee nao alete sheria ya kukataa ule mwenge. Lakini sasa hivi mwenge sio kwa kama sehemu ya utamaduni wa kwetu. Kuna vijana mimi wanaona wanaitwa mwenge. Mwae kuona wanaitwa mwenge. Mimi sipendi kuuliza sana kwa sababu sipendi umbea. Lakini nipo wauliza hao ndio pata kuuliza, wewe mbona unaitwa mwenge? Anasema sijui. Nikamwambia kajaribu kuwauliza wazazi alafu tukutane uniambie. Kwa nini unaitwa mwenge? Wote ambao niliwauliza zaidi ya 40 polepole kwa muda mrefu, wanasema kwamba kipindi hicho mwenge ulikesha kijijini kwetu. Sasa sijui unanipata. Napata vizuri. Ndio wakapewa jina ile sasa. Kwa hiyo mwenge upo sehemu yetu, unajua. Kwa hiyo mwenge umekimbizwa nchi hii kuanzia mwaka 64 bila kukosa, isipokuwa miaka 2 wakati tulipopatwa na janga la uviko. Yes. Ile 2019 pale kuja 20. Ndio. Na baadaye mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Tulianza kusikia malalamiko ya wananchi, mbona mwenge ukimbizwi, mbona mwenge ukimbizwi. Kwa hiyo mheshimiwa Rais Samia alipokuja tu alitoa maelekezo mwenge uanze kukimbizwa. Kwa mara ya kwanza nilipokea mwenge kutokea mkoa wa Kilimanjaro nikiwa mkuu wa mkoa wa Manyara. Halafu walisema kwamba mwenge mwaka fulani walisema utazimwa mkoa wa Manyara. Mimi nikiwa pale nilishughulika kwa kweli. Nilishughulika, kuna shughuli nyingi, maandalizi. Kwa hiyo maandalizi ya mwenge sasa hivi mimi sio mara yangu ya kwanza. Yalikuwa kama yale ya Manyara. Alafu uliposhughulika kuuzima. Alafu kuna itifaki yake. Pale ule mkoa ambapo mwenge unaanza uzinduzi, mkuu wa mkoa ule anamwalika mkuu wa mkoa na watu wake wa mwenge wa mkoa ule ambao kutakuwa kuna kilele. Kwa hiyo tunakuwepo, tunashiriki. Na mwaka huu nilikuwepo mimi Pemba na timu yangu, wengi tulikwenda. Wewe DJ tuliongozana? Hapana, mkuu ule pole mama, tulikuwa wengi sana. Aye hakuhudhuria. Na sisi huku pia tutawaalika wale waliozindua wakati wa kilele cha mbio za mwenge. Ni sehemu za itifaki yake. Sasa nilipokuwa nimeshafanya maandalizi yote, kama sasa hivi tunaendelea sasa na maandalizi yale ya awali. Sasa haya tunaendelea na kila kitu sasa, huko ndio uwanja, malazi, wageni wetu watafikia wapi, wanakuja wale wahalaiki. Ule uwanja sasa hivi tunaushughulikia, tunaulamba, tunataka ung'ae ule uwanja wa Mandela uwe vizuri wa Sumbawanga. Ndio kabisa. Tulipofikia hatua hii, Mama Samia akachange gia, akanitoa akamtoa Manyara, akanileta Rukwa. Hapa kulikuwa kuna mkuu wa mkoa anaitwa Queen Sendiga. Akamtoa Queen hapa, akampeleka Queen, kaenda kule kakuta kila kitu kimeshamaliza. Kiko vizuri. Uone Mungu na mambo yake. Mungu na mambo yake. Sasa sina mwaka huu atanikuta hivi. Napotazama hayawezi kuja kama ya msimu huo. Mamlaka yake ni kwake, ni halali, wala hapa shughulizwa. Kabisa, anaweza kama mwisho unaweza ukasukia nimehamishwa Kigoma. Au ukaenda Kigoma tena ukakosa tena kile ambacho kilitokea kule. Afande Siro ndo akaja yote yanawezekana. Mpaka sasa hivi nipo na dunda mtu wangu. Kabisa. Tunaendelea. Na tunafurahi kuona hiyo. Ndio nikasema ndio sio vibaya nikaja tena nikakuombeni Ndingala ili tuzungumze na wenzangu tuweze kujiandaa. Kabisa. Nasi kwenye hilo hapa na miaka 3 karibia miezi 3 sasa tangu nihamishwe kutoka Manyara. Wananchi hapa ni waungwana sana kabisa, na wamenipokea vizuri. Tunaishi vizuri na hawajawahi kuniangusha. Tumepata ugeni wa kitaifa, hawajawahi kuniangusha. Lakini safari hii kwenye mwenge ni taifa zima, serikali yote itakuwa hapa, yote itakuja hapa, vyama vyote vya siasa vitakuwa hapa, pande zote mbili za muungano wote watakuwa hapa. Kwa ni ugeni mkubwa kweli kweli tunakuwa nao hapa.
Lakini pia nimesikia pia kwamba na Mama Maria Nyerere naye pia anataka kuja hapa. Naye pia atakuja au anataka kuja? Anataka kuja. Kwa hakika ni asilimia za kutosha. Mama Maria akishataka kuja si ndio atakuja. Akitaka lazima atakuja. Wale ambao katika maeneo yetu ndio ambao tunasaidia hiyo itifaki tunajiandaa. Kwa hiyo wote tunajiandaa kabisa. Mama Maria ndiye mke wa marehemu baba wa taifa. Sasa kwa mujibu wa sheria siku hiyo moja tarehe 14 tutakuwa na wiki ya vijana. Wiki hiyo wiki inacheza siku 8 na itakuwa kwenye viwanja vya shule ya msingi Ndua. Ni shule ya msingi ile. Itakuwa pale, maandalizi yanaendelea, na mimi pia nilishakwenda